Listen to me. Ukimwona mtumishi wa Mungu anajikomba komba, sikiliza. Let me say again. Mtu kilaza anabebwa na kujipendekeza. Hata maofisini, wale ambao hawana uwezo kielimu, kimawazo, there is no delivery, hawezi kudeliver, hawezi kuperform, shughuli yao ni kujipendekeza. Bosi unaupiga mwingi, bosi vipi, bosi songa mbele, bosi wanakuongelea wewe, bosi anajipendekeza. Na vile mtu vikilaza vina kipaji cha kujipendekeza. Bosi watu wanakuongelea, bosi unaupiga mwingi, muulize mwingi uji. Mwingi ni usingizi. Lakini yule mtu anayeweza anabebwa na uwezo wake. Uwezo wako unakubeba. Yeye anayebebwa na uwezo hahitaji kujipendekeza. Na ndio maana ukitaka kufaulu kwenye maisha, if you want to succeed in life, if you are a leader, if you are surrounded by weak people, you are also weak. No matter how strong you are. No matter how weak you are, if you are surrounded by strong people, you are also strong. Therefore, intelligence is to be able to surround yourselves with strength. Huku umezungukwa na jabali la jiolojia, huku umezungukwa na jabali la sheria. Maana yake ni kwamba wewe ukiwa na nguvu, halafu waliokuzunguka ni wadhaifu, wewe pia ni dhaifu. Lakini wewe ukiwa dhaifu, ukazungukwa na wenye nguvu, wewe una nguvu. Wewe ukiwa na nguvu, ukazungukwa na wenye nguvu, wewe unaitwa jabali. Kwa hiyo akili kwenye maisha ni kujizungushia na wenye nguvu. Wewe unakuwa mwenye nguvu, unachagua jabali la fizikia, jabali la uchumi, jabali la uhandisi, jabali la jiolojia, jabali la arkeolojia. Unazungusha majitu yenye nguvu, yenye uwezo, na unawaamini wale watu kwamba wanaweza kuifanya hiyo kazi. Unawaachia kazi. Kama unataka kufaulu, ama kampuni, ama taasisi, ama nchi, waondoe hawa jamaa wanaoshadadia ujinga. Jizungushie na majitu yenye nguvu yanayojua jambo la kufanya. Piga kelele, sema haleluya.